Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi bwana kwa muda huu tumeamua kudeal na club ya Young Africans, club ambayo tunafahamu kwamba jitihada za kuhakikisha wanafanya vizuri kuelekea msimu unaofuata tayari zimekwisha anza, na tayari baadhi ya majina yameshaanza kutangazwa kuelekea msimu unaofuata, nikiwa na maanisha sajili ambazo klabu hiyo tayari imekwisha kuzikamilisha. Sasa moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa yakiumiza kichwa sana klabu ya Young Africans ni eneo la kiungo wa chini, na kama unakumbuka msimu uliopita klabu ya Young Africans ililazimika kwenda kumchukua kwa mkopo kiungo Damaro Kamara kutoka ndani ya klabu ya Singida, ikiwa imeingia naye mkataba wa miezi 6 kwa kisha na hudumu ndani ya klabu hiyo. Sasa baada ya kuona kiwango chake, klabu ya Young Africans imeamua kuendelea ama kumuongeza mkataba mwingine Mohamed Damaro Kamara, na option ambayo ameingia nayo ni wamerejea tena kwa kiungo ama star wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia na klabu ya Azam, naye si mwingine ni Adolf Mtasingwa. Ikumbukwe kwamba si mara ya kwanza klabu ya Young Africans kuonesha interest kwa kiungo huyo ambaye anahudumu ndani ya klabu ya Azam. Sasa Mwanaspoti walifanya mahojiano na kiongozi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe, naye alizungumza hivi kuhusiana na dili hilo la Mtasingwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Anasema yule Mtasingwa ni mchezaji muafaka sana kwetu, lakini hatujakata tamaa, tunafikiria ni namna gani tunaweza kupata huduma yake. Bahati mbaya sana alifanya papara akaongeza mkataba mwingine wa mwaka mmoja, ndio huu unaotupasua kichwa. Kama tukifanikiwa kumpata itakuwa sawa kwetu, lakini hatuna uhakika kama Azam itakubali kumwachia. Tunajaribu kwa wachezaji wa kigeni, bado tunatafuta pia mtu mwingine kama tutapata mtu sahihi. Hayo ni maneno ya kiongozi wa klabu ya Young Africans ambaye hakupenda jina lake liweze kuweka public baada ya kufanya mahojiano na Mwanaspoti. Sasa wewe pia unaweza ukatuachia comment yako hapo. Nahisi Adolf Mtasingwa ndio mwarobaini kwenye changamoto za eneo la kiungo ndani ya klabu ya Young Africans, na unahisi klabu ya Azam itakuwa tayari kuweza kumwachia kiungo huyo. Lakini wakati unafanya hivyo usisahau kwamba PMBet ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukafanya bashiri zako, na kwa wale wanangu wa mikeka, jua ukiweka mkeka wako kupitia PMBet hautoishia kupata pesa peke yake, bali utaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website yao ni pmbet.co.tz, lakini kwa wale ambao wana simu ndogo ama na viswaswadu, basi unaweza kubonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Ukifanya hivyo tayari unakuwa umeshaingia kwenye ukurasa wa PMBet na unaweza kufanya bashiri zako. Mimi naitwa Raymond Ellis.